Mudathiri Yahya Abbas, karafuu ya Zanzibar iliyochipuka kwenye uwanja wa mpira. Mudathiri Yahya Abbas anatoa pasi vyema kwa Bwana Ali Samata ya captain. Kwenye visiwa vya Zanzibar, mahali ambapo upepo wa bahari ya Hindi hupuliza kwa utulivu, mwambao upambwa na mawimbi ya harufu ya karafuu hutawala hewa, ndipo ilipozaliwa safari ya kijana aliyekuja kuacha alama yake kwenye soka la Tanzania. Huyu si mwingine bali ni Mudathiri Yahya Abbas, kiungo mwenye historia ya kuvumilia, kupambana na kutengeneza jina lake kutoka kwenye ardhi ya visiwa hadi kwenye viwanja vikubwa vya mpira. Mudathiri Yahya Abbas alizaliwa tarehe 6 Mei mwaka 1996 huko Zanzibari, na tangu akiwa mdogo alianza kuonyesha mapenzi makubwa kwa mchezo wa soka. Kama ilivyo kwa watoto wengi visiwani humo, ndoto zake zilianza kwenye mazingira ya kawaida, lakini ndani ya moyo wake kulikuwa na kiu ya kufika mbali. Alikuwa kama punje ya karafuu iliyofichwa ndani ya mti kubwa ambayo siku moja ilipaswa kutoa harufu yake na kusambaa mbali zaidi na mipaka ya Zanzibari. Safari yake ya soka haikuwa ya bahati tu, bali ilikuwa matokeo ya juhudi, nidhamu na kipaji kutoka kwenye mazingira ya Zanzibar yenye vipaji vingi. Mudathiri alianza kujenga taratibu hadithi kufikia hatua kuonekana na klabu kubwa nchini, na alikuja kupata nafasi ya kucheza Azam FC, klabu kubwa Tanzania iliyompa jukwaa kubwa la kuonyesha uwezo wake katika ligi kuu Tanzania. Akiwa Azam alijulikana kama kiungo mwenye uwezo wa kupambana katikati ya uwanja, kusaidia timu kujilinda na kuanzisha mashambulizi. Baada ya kujenga jina lake mwaka 2023, alifanya hatua nyingine kubwa katika maisha yake ya soka kwa kujiunga na Young African Sport Club Yanga, moja ya klabu kubwa na zenye historia kubwa Tanzania na Afrika Mashariki kwa ujumla. Kufika kwake Yanga kulikuwa kama jahazi la Mzanzibari lililovuka mawimbi na kufika kwenye bahari kubwa zaidi, akiwa tayari kuonyesha thamani yake kwenye jukwaa kubwa. Uwanjani, Mudathiri ni mchezaji anayefanya kazi kwa nguvu, si aina ya kiungo anayesubiri mpira umfuate, bali ni mchezaji anayekwenda kuufuata. Ana uwezo wa kukaba, kupiga pasi, kuvunja mashambulizi ya wapinzani na kuunganisha safu ya ulinzi na ushambuliaji. Wengine hufika mbali na kuanza kumfananisha na johari wa baharini anayejua namna ya kuongoza jahazi katikati ya mawimbi makali, kwa sababu presha ya mchezo haimzuii kufanya kazi yake. Akiwa sehemu ya timu alizocheza, Mudathiri amepata nafasi ya kushuhudia na kushiriki kwenye mafanikio mbalimbali ya soka la Tanzania. Akiwa na Yanga, amekuwa sehemu ya kikosi kilichopata mafanikio makubwa ndani ya nchi na kushindana kwenye mashindano ya kimataifa, huku akiendelea kuongoza uzoefu na thamani yake kama mchezaji. Mbali na soka la club, Mudathiri pia amepata heshima ya kuiwakilisha Tanzania, jambo ambalo ni ndoto ya kila mchezaji. Kuvaa jezi ya taifa ni kama kusimama juu ya mwamba wa Zanzibar na kuiangalia dunia kwa macho ya matumaini, ishara kwamba mtoto wa visiwa anaweza kufika mbali. Leo jina la Mudathiri Yahya Abbas linaendelea kuwa sehemu ya hadithi ya wachezaji waliotoka Zanzibar na kuonyesha kuwa vipaji vya visiwani vina uwezo wa kung'aa kwenye jukwaa kubwa. Ni mchezaji aliyebeba ndani yake utulivu wa bahari, nguvu ya mawimbi na harufu ya karafuu kutoka kwenye mwambao wa Zanzibar hadi kwenye viwanja vya Tanzania. Mudathiri ameandika safari yake kwa mguu yake mwenyewe, safari ya mtoto wa visiwa aliyekuja kuwa jodari wa mpira. Mimi ni Steven Kamil, hii ni Spurs Online TV. Hivi basi usiache kusubscribe, kulike, comment na kushare ili wa kwanza kupata update na makala.